Tumsifu Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli yangu ya Mungu ni Njia ya Kweli na Uzima wa Milele. Kama wewe ni mara ya kwanza kuingia katika chaneli yangu ya YouTube ya Mungu ni Njia ya Kweli na Uzima, nikusii sana unapoingia katika chaneli hii usisahau kucomment, kulike na kusubscribe ili tuendelee kufikiwa na ujumbe, ili uwe wa kwanza kufikiwa na ujumbe wa Mwenyezi Mungu. Basi leo tunakwenda kutafakari kitabu cha Mathayo sura ya 7:12, nalo linasema, yoyote mtakayomtendewa na watu, nanyi basi watendeni vivyo hivyo, na yote msiyotaka mtendewe na watu, msiwatendee wao, kwa kuwa hiyo ni Torati na manabii. Ndugu zangu, somo hili la leo litatutafakarisha juu ya maisha yetu sisi kama Wakristo. Ndugu zangu, tumombe Roho Mtakatifu atuongoze katika sala hii na tafakari. Sala ni moja kati ya tafakari pia. Kutafakari pia ni moja ya sala. Basi tumombe Roho Mtakatifu kwa kumwomba sala hii. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Uje Roho Mtakatifu, uzienee nyoyo za waamini wako, uwatie mapendo yako. Peleka Roho wako, vitaumbwa vipya na nchi zitageuka. Tuombe. Ee Mungu uliyefundisha nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mwanga wa Roho Mtakatifu, tunakuomba tuongozwe na yule Roho, tupende yaliyo mema, tupate daima faraja zake. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Ndugu zangu, leo hii tunakwenda kutafakari kitabu cha Mathayo sura ya 7:12. Ndugu zangu, niwaalike sasa, kama wewe ni mara yako ya kwanza, usisahau kucomment, kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata jumbe zetu za kila siku na upate ujumbe kila unapoingia ujumbe, uwe ni wa kwanza kupata ujumbe huo. Ndugu zangu, katika somo hili linatufundisha mengi sana katika maisha yetu. Mathayo anatufundisha kwamba katika dunia hii tunapaswa tujue ya kwamba sisi wanadamu wote ni sawa. Tunatakiwa tujue tu ya kwamba Mungu wetu ametuumba katika hali ya usawa. Mungu habagui. Mungu wetu ametuumba katika hali ya usawa sawa. Mungu ameumba tukiwa sawa. Hakuna mtu ambaye ameumba tofauti na wengine. Hapana. Watu wote tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mwenyezi Mungu. Hivyo basi, ukiona watu ambao unaishi nao kwenye jamii yako, wanakuzunguka, watu wanakuzunguka katika jamii yako, jua watu wote ni mali ya Mungu. Ujue kabisa kwamba hiyo ni mali ya Mungu. Hiyo ni mali ya Mungu, wala sio mali ya kutesa wengine. Wala hilo sio jalala la kutupia kila uchafu unaojisikia kutupa. Ndugu zangu, tujitafakari katika maisha yetu, tujue tu ya kwamba binadamu wote sisi tu watu wa Mungu. Watu wote ni mali ya Mungu. Na ndio maana kitabu cha Mathayo anatuambia sura ile ya 7:12 anatuambia kwamba yote tunayotaka tutendewe na watu, na sisi tunatakiwa tuwatendee vivyo hivyo. Hapa anatufundisha kwamba sisi kama Wakristo, sisi kama wanadamu kwa ujumla wetu, tunao wajibu wa kupendana. Tunao wajibu mkubwa wa kupendana. Kila mmoja mpende mwenzake kwa upendo kutoka ndani ya moyo. Kwa maana wakati mwingine tunawanyanyasa wengine, tunawaonea wengine, tunawadhulumu wengine, tunawatendea mambo ambayo sio haki. Fikiria, ukitendewa wewe utakuwa kwenye hali gani? Ukitendewa wewe, je, nini kitatokea kwako? Na ndio maana leo Mathayo anatuonya, anatuambia tusiwatendee wengine vitu ambavyo hatupendi kutendewa na wewe, hatupendi kutendewa sisi. Tusiwatendee watu machukizo, tusiwaumize wengine kwa sababu wao ni wadogo. Labda Mungu ametubariki sisi, ndio inakuwa fimbo kwa wengine. Ndugu zangu, kufanya hivyo tutamkosea sana Mungu.
Na ndio maana Mathayo leo anatuonya kwamba tunayotaka tutendewe na watu nasi tuwatendee vivyo hivyo. Wapo watu ambao kazi yao na mambo yao yote ni kuwanyanyasa tu wengine walio wadogo, ni kuwanyanyasa wale ambao wapo katika hali ya chini, ni kutowatendea haki. Utakuta kabisa baba, una nyumba yako, una mke wako, upo ndani na watoto, anatokea mfanyakazi yaani wewe mfanyakazi labda ametoka mkoani au ametoka labda wapi. Sana sana wafanyakazi tunatokea mikoani. Wafanyakazi tulio wengi tunatokea mikoani, na wafanyakazi walio wengi kwa ujumla wanatokea maeneo ya vijijini. Sasa hapo utakuta kwamba huyo mfanyakazi labda ni wa kike, anakuja ndani, sana sana wa kike anakuja kufanya, yeye kazi yake ni kuja kufanya kazi ya ndani, labda kufua, kupika, kusafisha ndani, kufanya yaani kazi zinazohusu ndani. Yeye anakuwa yupo chini ya mamlaka yenu. Yeye anakuwa chini ya mamlaka yenu, anakuwa yupo chini yenu. Lakini utakuta kwa tamaa zako, wewe ni baba, una watoto wako, wewe ni mama, una watoto wako, huyo mume wako unaye, tena yupo vizuri kabisa, mnaishi vizuri ndani ya familia. Inatokea huyo mfanyakazi amekuja tu, baba na mtu mzima, una watoto watatu, una watoto wengi, unaweza kumtamani huyo mfanyakazi. Hivi kweli? Hilo ni jambo linalosikitisha sana 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 sana. Ni jambo linaloumiza sana, ndugu zangu wapendwa katika Kristo. Ni jambo ambalo linaumiza. Unaanza kutamani mwanamke, unatamani mfanyakazi wa watu, unaanza kumtia majaribuni, wakati yeye amekuja kufanya kazi tu na si kufanya kazi nyingine zaidi ya hiyo. Yeye hajaja kwa ajili ya tamaa za mwili, bali yeye amekuja kutimiza ndoto zake tu. Amekuja kujitafuta mjini, kwa ajili ya familia yake, kwa ajili ya wazazi wake kwa ujumla, wadogo zake labda wanasoma shule. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atusaidie sana katika hii dunia. Kwa maana wakati mwingine tunakosea sana, tunamkosea Mwenyezi Mungu wetu, tunamuumiza Mungu kwa sababu ya matendo yetu. Wewe kama na mke ndani, huyo mwanamke wako anakutosha. Unapotamani kwingine unamaanisha nini? Mwanamke wako hakuridhishi? Hakutoshi? Mpaka uanze kutafuta sehemu nyingine ya nje. Na ndio maana utakuta kwamba wafanyakazi tunawatendea maovu, tunawanyanyasa, tunawaonea, tunawadhulumu haki zao, tunakiuka haki za binadamu, tunakiuka maadili ya Kikristo. Utakuta kabisa ni Mkristo ambaye unapokea kanisani Ekaristi Takatifu, unaenda kukomunika Jumapili ile, mwili wa Kristo unaitika amina. Kabisa 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 hivi, ndugu zangu, tunamsulubisha Yesu tena kwa mara nyingine tena pasipo kujua. Yule mfanyakazi amekuja kutimiza ndoto zake. Kwa hiyo wewe unapokuja kumletea mambo ya tamaa zako, kumtamani mdada wa watu wa ndani, mfanyakazi wa ndani, yote hiyo ni kwa sababu tu ya tamaa zako, ni kumchukiza Mungu. Imagine unamfanyia mtoto wa mwenzio hivyo. Je, huyo mtoto wako akifanyiwa hivyo, je, wewe utakuwa kwenye hali gani? Wewe utakuwa kwenye hali gani wakati huo utakapopata hizo taarifa kama mtoto wako anatendewa mambo ya ajabu na mume wa mtu, tena mtoto mdogo, labda miaka 16, 18? Wanyonge, watu ambao tumetokea mikoani tunajua
Watu ambao tumetokea vijijini tuna hali ngumu ndio, lakini msitunyanyase kwa ajili ya tamaa zenu. Na ndio maana tunapaswa tujue kwamba sisi sote tuna haki sawa. Usiwatendee vitu ambavyo watu wengine hawapendi kutendewa, ambavyo labda wewe upende kutendewa wewe na familia yako. Usiwatendee wengine, usiwaumize wengine. Kwani sasa waumize wengine? Ndugu zangu, huko ni kumkufuru Mungu. Utakuta mume kabisa mmefunga ndoa na mke wako, mna watoto wenu mmeambiwa mwalee, badala sasa watoto wenu mwalee pamoja na watoto wa wengine, nyinyi mnalea watoto wenu tu peke yake, lakini watoto wa wenzio hamwathamini, mnaona kama takataka, wachafu. Ndugu zangu, binadamu wote tuna haki sawa. Mungu alikuwa na maana kubwa sana ya kutuumba. Mungu alikuwa ana kazi kubwa sana ya kuumba sisi wanadamu, ya kutuumba sisi wanadamu. Mungu alikuwa ana akili alivyotuumba. Sio kwamba alikuwa hajielewi. Mungu anajua mimi nimeomba viumbe wangu kusudi wafike kwangu mbinguni nilikowaandalia makao. Kwa hiyo wewe hayo makao hayo makao unayazuia mtu asiyafikie. Unamtendea mambo ya ajabu. Unaanza kumbaka mtoto wa watu, unamfanyia vitu vya ajabu, unamnyanyasa, unampiga mtoto wa watu. Uone labda hajakukosea chochote, mtoto wa watu anabaki na maumivu. Mara nyingi watu ambao wametokea maisha ya chini hawajazoea, hawajachagua kulalamika, hapana. Saa nyingine wanabaki nayo tu moyoni. Sio kwamba hawana akili, sio kwamba hawajielewi. Ndugu zangu, tujifunze kwamba katika hii dunia tunavyopenda tutendewe sisi, nasi tuwatendee hivyo hivyo wengine. Kwa kufanya hivyo tunakuwa tunamtangaza Kristo katika maisha yetu. Wapo wa Kristo ambao tunafanya hivyo vitu vya ajabu, tunafanya mambo ya ajabu. Tunasahau kwamba kuna wengine wanahitaji, wapo kama sisi. Tunapoteza utu wa mwanadamu kabisa. Tunasahau kabisa utu wa mwanadamu. Tunapoteza kabisa mwelekeo. Tunafanya vitu vya ajabu, tunawatendea watoto wafanyakazi wa ndani, tunawafanyia vitendo vya ajabu. Tunawanyanyasa, hatuwathamini. Tunawaumiza katika mioyo yao. Tunawatendea vitu vya ajabu. Tunawaumiza sana katika mioyo yao. Badala ya wewe kama Mkristo kae na mfanyakazi wako chini, saa nyingine pata muda wa kuongea naye kidogo, ukiwa na upendo utakusaidia ndugu yangu. Roho ngumu haijengi ndugu zangu. Roho ngumu haijengi. Tuwe na huruma kwa wafanyakazi wetu wa ndani katika ofisi zetu, tuwe na huruma. Tuthamini utu, tukijua na hao ni watu, sio takataka. Ni watu wa Mungu. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu atusaidie sana katika ulimwengu. Katika familia yetu, tuweni ni watu wa haki. Unatenda haki kwa watu wote bila ubaguzi. Unatenda haki kwa usawa bila kubagua watoto wangu na watoto wa mwenzangu. Mtoto wa mwenzio muone kama wako. Ndugu zangu, ni wasihi sana, unapoingia katika channel yangu ya YouTube ya Mungu ni Njia, Kweli na Uzima, usisahau kucomment, kulike na kusubscribe ili tuendelee kuinjilisha kwa furaha, kwa amani, na ujumbe uenee kwa watu wote. Ujumbe uwafikie, mwenye masikio na asikie. Ndugu zangu, asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki sana ambao mnaendelea kunisupport katika channel yangu ya YouTube kwa kuniongezea subscribers. Kuna wakati natamani tufike subscribers zaidi ya 1000 ili tuweze kuingia live na kuweza kushirikishana machache na kushirikishana mambo mbalimbali kuhusu Mwenyezi Mungu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki na kuwalinda katika maisha yenu yote na ujalie tafakari njema.
Mwenyezi Mungu awabariki sana, azidi kuwatunza na kuwabariki, na Mwenyezi Mungu azidi kuwainua na kuwasafisha katika mioyo yenu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Msifu Yesu Kristo.